Bana, kitu ambacho wamefanyiwa jana Simba mbele ya mashabiki wao kwa kuchukuliwa kombe, au tunaweza tukasema wamepokonywa kombe, maana walikuwa na matumaini makubwa sana ya kuchukua hilo kombe la CAF Confederation Cup, lakini isivyo bahati kombe limeenda Morocco. Kwa kifupi, limetoka Tanzania na kwenda Morocco. So hii ni kesi ambayo tunatakiwa tuhuzunike kwa pamoja, maana ni jambo ambalo lilikuwa linawahusu wa Tanzania na linaihusisha timu ya Tanzania. Kwa hiyo tunapaswa kuhuzunika pamoja na Simba, kama ambavyo Simba ilivyokuwa huko Zanzibar siku ya jana. Tulifurahi pamoja walipokuwa wanacheza na tulipokuwa tunaisubiria mechi ya jana, lakini pia inabidi tuhuzunike kwa pamoja. Pengine ndivyo unavyoweza kuzungumzia matokeo ya mchezo wa marudiano fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba na RS Berkane ya Morocco, uliofanyika uwanja wa New Aman Complex Zanzibar Mei 25 jana hiyo 2025. Lakini tukirudi nyuma kidogo, nikikurudisha nyuma kidogo, ilikuwa ni Novemba 13, 1993. Maelfu ya mashabiki wa Simba walijitokeza uwanja wa Taifa ambao kwa sasa unaitwa Uhuru. Hii ni Dar es Salaam, kushuhudia mchezo wa marudiano fainali ya kombe la kafu kati ya Simba na Stella Abidjan ya Ivory Coast. Mashabiki hao walijawa na imani kubwa kwamba Simba ingeandika historia kwa kuwa bingwa wa michuano hiyo, na hasa kutokana na matokeo ya mchezo wa kwanza uliofanyika Ivory Coast, ambapo timu hizo zilitoka sare ya bila kwa maana ya 0-0, lakini unfortunately Simba kwenye uwanja wake wa nyumbani aliduazwa kwa goli 2 matokeo. So ni kama watu wamekopi na kupesti, ndio kilichotokea jana. Simba ametoka kwa aggregate ya magoli 3-1. So unaweza ukasema Simba amefungwa nje ndani, lakini hii haipaswi kuendelea kushangilia wala kuendelea kuwazomea Simba. Mimi naamini kama tu tungekuwa na utamaduni mzuri wa sisi wenyewe kuungana na kuweza kusapotiana, naamini hili lisingefika huku ambako mpaka sasa hivi mashabiki wa klabu ya Yanga wanaendelea kupiga kadanse, wakiendelea kusherekea kwa kila ambacho kimetokea jana. Lakini naamini haya yote ni matokeo ya tambo ambazo Simba walikuwa wanatamba, wanawatambishia mashabiki wa Yanga kipindi hicho ambacho wao walikuwa wameshatolewa kwenye mashindano ya CAF. So wao wenyewe wanaona kufanya hivi ni kujipoza, ni kama kurudisha kile ambacho wao walifanyiwa. Na katika kufanya hivi, klabu ya Simba wasipokuwa makini wanaweza wakajikuta wanatoka mchezoni, huku bado ligi bado inaendelea na wana michezo mingi, bado wana mchezo mkononi wa CRDB Federation Cup dhidi ya Singida Black Stars, mechi ngumu hii. So mimi naamini hawastahili kutoka kwenye mchezo au hawastahili kutoka kwenye line kwa haya ambayo yanaendelea kwa mashabiki, japo ndio inaumiza, lakini huo ndio uhalisia wa sisi, kwamba mashabiki wa hizi timu mbili never be the same, yani kwamba nyie mfanye tukio hata kama ni kubwa ambalo linawahusisha nyie labda na timu kubwa nyingine kutoka nje ya Tanzania, wanaweza wakaunga mkono. Hiyo ni nadra na sidhani kama inaweza katokea. Ndio maana hata wao wenyewe Yanga wanajaribu kureverse matukio ambayo yalikuwa yameshatokea kipindi ambacho Yanga walikuwa wanacheza na timu za nje. Simba hawakuepo huko, ni mengi yalikuwa yanazungumzwa. Tukirudi mechi ambayo Yanga ya fainali ya kwanza ambapo wanacheza na MC Alger, SM Alger, Usma, kipindi kile fainali ya kwanza ilianzia hapa Tanzania. Wote tunakumbuka mashabiki wa Simba wengine walinunua mpaka jezi za Usma. Lakini uzalendo ulikuwa unaimbwa sana sana, kwamba jamani tuwe wazalendo, kwa sababu hii ni timu ambayo inawakilisha Tanzania, na kwa kipindi hicho ilikuwa tuseme Afrika Mashariki pia inawakilisha. Kwa hiyo tunaweza tukawa pamoja.
lakini ilikuwa ni ngumu sana kwa mashabiki wa upande wa pili, kiasi kwamba walidiriki mpaka kununua jezi za hizo timu. Lakini tukaja tena kwenye mechi ya robo finali kati ya Yanga na Mamelodi Sundowns, kipindi ambacho mashabiki wa Simba waliamini Yanga atafungwa goli nyingi sana, na kiasi cha kuvaa kiasi cha kununua jezi za Mamelodi Sundowns na kuvaa, na wakafanya vitu vingi sana ambavyo vilikuwa vimewakela mashabiki wa Yanga. So hiki ambacho wanafanya mashabiki wa Yanga kwa kununua jezi za RS Berkane na kutamba, kuandaa vigoma, mimi naamini na wenyewe wanapoza machungu ya kile ambacho walikipitia huko nyuma. Lakini ifikie hatua tusifike huku, kwa sababu sisi wote ni mashabiki na tupo klabu tofauti tofauti, lakini wote tupo nchi moja. So naamini tukijifunza kwa jinsi gani ambavyo tunaweza tukashangilia timu zetu, tunaweza tukafanya kile ambacho kinaweza kikazikuza timu zetu, kwa sababu hapa walipofikia wote hawa wakubwa ni sehemu nzuri sana. So kilichobaki hapa ni kombe tu kuchukuliwa, na ninaamini kabisa kwamba hawa wawili next season wanaweza kafanya makubwa sana kwenye mashindano ya CAF. Ukiangalia Yanga bado wana wachezaji wao wale ambao ni tuseme ni backbone ya timu, lakini mpaka sasa hivi bado wapo hapo. Unapomzungumzia Pacome Zouzoua, kwa sababu mchezaji aliyeondoka tu mpaka sasa hivi taarifa imekuwa confirmed ni mmoja tu ambaye ni Stefan Aziz Ki, lakini asilimia kubwa wengine wote wapo. So bado Yanga utaendelea kuiona ile ile na ule ubora wake ule ule, na pia tetesi za kwamba wanaenda kusajili wachezaji wengine. Kuna tetesi zinasema Gilbert anaweza akaja Yanga. So hizo zote ni tetesi, ukiangalia ni wachezaji ambao ni wazuri sana. So bado zitabaki kuwa tetesi, lakini ndo hivyo kwamba tunaweza tukafanya kikubwa zaidi ya hiki ambacho tunaendelea kukifanya kwenye michezo ambayo timu zetu hizi zinacheza na timu zingine. Naamini tukiungana kwa pamoja wote kushangilia timu moja ambayo ndio inacheza hayo mashindano, nguvu ikiongezeka, mimi naamini wapinzani kutoka nje ya Tanzania watakuwa wanaiogopa sana ardhi ya Tanzania kukanyaga, either iwe Zanzibar kwenye uwanja wa New Amani Complex, au la hasha iwe Benjamin Mkapa, watu watakuwa wanaogopa kukanyaga Tanzania. Lakini kwa haya yanayoendelea, ushabiki wa Simba na Yanga, mimi naamini ndo narudisha michezo yetu nyuma, lakini uwezo ukazuia. You never avoid that, kwa sababu hawa ni wapinzani, hawa ni watani. Hawa ni watani, so mpaka wataniane ndipo ambapo wao nyoyo zao zinaridhika. So hatuwezi kuwalazimisha, lakini uhalisia ni kwamba kile ambacho kimetokea jana, mimi sioni ajabu, na wala sisemi mashabiki wa Yanga wamekosea. Rahasha, hapana. Huo ndo uhalisia ambavyo ulitakiwa kuwa, kwa sababu hizi timu mbili bwana, hizi timu mbili zina upinzani wao wenyewe, wanajua upinzani wao. So huwezi ukaenda kumshangilia mpinzani wako angali roho inakuuma. So hiyo ilikuwa ni taarifa ambayo inawahusu Simba, kwamba tunaweza tukahuzunika nao kwa pamoja kwa hiki ambacho kimewatokea jana. Lakini kwa kuongezea hapo hapo, kupitia ukurasa wa Alikamwe ameposti kwamba mwenyekiti wa umoja wa virabu Afrika Engineer Hersi Said anawapongeza sana klabu ya RS Berkane kwa kubeba ubingwa wa kombe la shirikisho la Afrika siku ya jana Mei 25, 2025 katika uwanja wa New Aman Complex Zanzibar. Berkane walibeba ubingwa huo baada ya kuichapa klabu ya Simba kwa jumla ya mabao 3-1, huku klabu ya Simba ikiweka aibu ya kupiga shuti moja tu lililolenga lango, yani shoot on target, ndani ya dakika 200 za mechi za fainali. Mwishoni akamalizia kwa kusema, Aiza Engineer Hersi Said amesisitiza kuwa pongezi zake kwa timu ambayo inakuwa imeshinda imechukua kombe, na sio kwa wengine au vinginevyo. Kwa hapa amejaribu tu kuendelea kuwakandamiza watani wake, kwamba Engineer ametoa hizo salamu kwa RS Berkane kwa kuchukua huo ubingwa, lakini wengine hamwezi kupewa pongezi kwa sababu mmevaa medali ambazo na wao wanazo. So huu ni utani bado wa jadi. So
ndo hivyo, japo Ahmed Ally bado hana furaha, japo anajitahidi kuongea, kuhamasisha, lakini still he is not happy, he is not happy, lakini ndo hivyo kwa sababu ni kazi yake. So nothing he can do, lazima aendelee kuhamasisha mashabiki waendelee kuishabikia na kuendelea kuunganisha nguvu kwa ajili ya mechi ambazo wanazo mbele yao.